Kuna breaking news kutoka jijini Dar ambapo taarifa zinaeleza kwamba Katibu Mkuu wa Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania TEC, Father Charles Kitima ameshambuliwa na kujeruhiwa vibaya. Hizi ni taarifa zilizopatikana usiku huu na zinaeleza kwamba tukio hili limetokea akiwa nyumbani kwake. Lakini mpaka sasa hivi haifahamiki ni watu gani ambao waliohusika na kumshambulia Father Kitima, na kwa mujibu wa taarifa kidogo zilizopatikana kupitia kwenye mitandao ya kijamii mpaka sasa hivi inaonyesha kwamba kuna wasamaria wema ambao walifanikiwa kumwahisha Father Kitima hospitali, lakini taarifa za awali ndio kama hivyo zinaeleza kuwa afya yake sio nzuri kutokana na shambulio hilo. Mpaka sasa hakuna taarifa rasmi kutoka kwa Kanisa Katoliki, lakini pia jeshi la polisi halijatoa taarifa yote. Na mtu pekee, chanzo pekee ambacho tunaweza kukiamini kutokana na nafasi yake katika jamii ni makamu mwenyekiti wa Chadema, Chama cha Demokrasia na Maendeleo, Chadema Taifa, upande wa bara, Mheshimiwa John Heche, ambaye kupitia akaunti yake kwenye mtandao wa kijamii wa X, zamani Twitter, aliandika, nimepokea taarifa mbaya za kushambuliwa kwa mwalimu wangu Dr. Kitima usiku huu. Hii ni habari mbaya sana kwa nchi yetu. Tumefikaje hapa? Akaweka alama ya kuuliza na kumtakia Father Kitima apate kupona haraka na kusema kuwa wanamuombea. Kwa hiyo kutokana na nafasi yake katika jamii, Mheshimiwa Heche yayumkinika kuichukulia taarifa hii kwa uzito stahili, kwa sababu hakuna tija kwa yeye kuliingiza taifa katika tafrani ya kutoa taarifa ambazo sio sahihi. Lakini pia mtu mwingine anayeaminika ambaye ameelezea pia kuhusu swala hili ni mwanaharakati Maria Sarungi, ambaye ameeleza kupitia pia akaunti yake ya mtandao wa kijamii wa X, zamani Twitter, akisema breaking news, tumepokea taarifa muda huu kuwa Father Dr. Charles Kitima ameshambuliwa usiku huu nyumbani kwake na kujeruhiwa vibaya. Hali yake sio nzuri. Tunaendelea kufuatilia hii taarifa na ieleweke kuwa shambulio kama hili hatuwezi kuchukulia kama bahati mbaya. Father Kitima ameshambuliwa kwa maneno na CCM, Chama cha Mapinduzi na vikaragosi wake kwa muda sasa. Ujumbe kwenu madhulumati, kama kweli mmehusika, mnaanza vita mlioshindwa tayari. Ugua pole Dr. Kitima, tunaendelea kukuombea. Hii ni tweet ya Maria Sarungi ambayo aliposti saa 4:04 kwa saa za hapa Uingereza, ambayo ni saa 6 usiku na dakika 4 kwa saa za nchini Tanzania. Na tweet ile ya Mheshimiwa Heche nayo ilikuwa ni saa 4:32. Kwa hiyo tweet Maria alianza kutoa taarifa saa 4:04, alafu kama dakika 30 baadaye Mheshimiwa Heche naye akawa ametweet. Hawa ni watu ambao kwa kweli wanaaminika katika jamii na yumkinika kuwachukulia kama vyanzo vya kuaminika kuhusiana na swala hili. Kadhalika mwanasheria wa Chadema Dr. Rugemeleza Nshala kadhalika naye ameongelea kuhusu hili na ametoa pole. Lakini pia kuna tweet ambayo nilikuwa nimeona ya bwana Odero yule alikuwa mgombea wa wenyekiti kwa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, Odero. Kwa mujibu wa taarifa, yeye ni miongoni mwa watu ambao walifika kumsaidia Father Kitima kwa mujibu wa taarifa, lakini kama nilivyosema, taarifa hizi hadi sasa hivi bado hazijathibitishwa na tunaendelea kukusanya kila kinachopatikana. Kwa hiyo nilisema kuna umuhimu wa kuwafahamisha nini kimetokea, na hiki kwa sasa taarifa bado sio kamili, lakini habari iliyopatikana ni hiyo. Na yeye bwana Odero ameandika, gharama ya kutetea haki na kusimamia ukweli ni kubwa.
pole sana Father Kitima, Mungu akuinue na kukuponya. Wabaya wamekuumiza sana, ila Mungu amesimama na wewe. Na aliwataga hapa BBC Swahili, amemtag Mheshimiwa Godbless Lema, Mheshimiwa Heche, pamoja na chombo kimoja cha habari cha nchini Kenya. Sasa kwa mujibu wa maelezo, nimeiona tweet somewhere ambayo inasema miongoni mwa watu walioshiriki kumnusuru Father Kitima ni pamoja na Odero. Sasa ni mapema mno kusema lolote kuhusiana na tukio hili. Hata hivyo, ushahidi wa kimazingira unaweza kumnyoshea kidole mtu mmoja, kada maarufu wa CCM. Huyu bwana ananyoshewa kidole mapema kwa sababu tarehe 28 ya mwezi huu wa 4 saa 5:11 usiku alitweet, mwambieni Kitima iko siku ataingia kwenye 18, hatokaa asahau Tanzania. Ngoja nirudie samani. Ameandika, mwambieni Kitima iko siku ataingia kwenye 18, hatokaa asahau Tanzania, mwachieni ajifanye mwanasiasa. Yani mwambieni Kitima iko siku ataingia kwenye 18, hatokaa asahau Tanzania, mwachieni ajifanye mwanasiasa. Mfikishieni message, siku si nyingi atapata anachokitafuta, dawa yake iko jikoni. Huyu bwana anajiita Dr. Frey Edward Koseni. Huyu mimi namfahamu, ni msema ovyo mmoja huko kwenye mitandao ya kijamii, hasa Twitter. Anawashambulia sana watu. Juzi mimi binafsi nilikuwa mmoja wa victims wake kushambuliwa, na anatumia lugha sio nzuri. Lugha zake ni kama hizi. Kwa hiyo yayumkinika kusema kwamba ni lugha tu aliyotumia ya vitisho dhidi ya Father Kitima, lakini kwa sababu Father Kitima ameshambuliwa na huyu bwana ambaye ni kada mwandamizi wa CCM, anafanya kazi kwenye makao makuu, ofisi kuu ndogo ya CCM Lumumba, ambayo zamani ilikuwa makao makuu ya CCM. Ndio alikuwa anafanyia kazi pale. Sasa sijui kama bado yuko pale au amepelekwa Dodoma. Ni watu wa mfumo hawa. Kwa hiyo hii ni tweet aliyoandika hivi juzi, na kile alichokisema ndiyo kimetokea. Kwa hiyo yayumkinika kusema kwamba kama jeshi la polisi litafuatilia, basi huyu bwana anatakiwa kuwa mmoja wa watu wa mwanzo kabisa wa kuhojiwa, lakini sidhani kama kuna lolote la kutarajia kutoka kwa jeshi la polisi. Hapa cha kutarajiwa sana ni jinsi Kanisa Katoliki litakavyopokea hizi taarifa na jinsi Kanisa Katoliki litakavyoshughulikia hii taarifa, kwa sababu kwa upande mmoja ni rahisi kuhusisha tukio hili la leo na msimamo binafsi wa Father Kitima. Father Kitima amekuwa mstari wa mbele sana katika siku zote kukemea maovu. Amekuwa mstari wa mbele kutetea vyama vya upinzani dhidi ya uonevu vinavyofanyiwa. Na katika siku za karibuni, moja ya vitu ambavyo anaweza kukumbukwa sana Father Kitima ni aliposimama kidete na kuwanyoshea vidole viongozi wenzie wa dini kuhusiana na suala la utekaji, na hasa alizungumzia kuhusu kutekwa kwa kada maarufu wa Chadema Deusdedith Soka. Akamwambia viongozi wa dini mmekuwa kimya, hamuongelei kuhusu hili, lakini pia wazazi na jamii kwa ujumla imekalia kimya matukio kama haya mpaka yanaanza kuzoeleka, kwamba hao kijana kama Soka hajulikani alipo, wazazi wake wanahangaika, lakini ni kama ametelekezwa. Ilikuwa ni ujumbe ambao kwa kweli ulikuwa unagusa hisia, na siku zote Father Kitima amekuwa mstari wa mbele, na moja ya viongozi wa dini wanaoandamwa sana kwenye mitandao ya kijamii ni Father Kitima. Hawa wanaoitwa chawa wa CCM wamekuwa wakimwandama vikali sana. Kwa hiyo huu ni mtihani kwa Kanisa Katoliki. Ni mtihani kwa Kanisa Katoliki kwa sababu linapaswa kufanyia kazi kuhusu hili, lakini kuna picha pana zaidi kuhusiana na hili, na yeyote ambaye atakuwa amehusika na hili nadhani haitakii mema Tanzania yetu, kwa sababu mwelekeo ni mapema mno kusema lolote, lakini matukio kama haya yanatishia umoja wa kitaifa, kwa sababu moja ya fault lines katika jamii yote ni masuala ya dini, na nadhani wengi wenu mnakumbuka nilichokiongelea kwenye makala iliyopita kuhusu nafasi ya taasisi za kidini katika
masuala mbalimbali, hususan katika swala hili la kesi ya Mheshimiwa Lissu. Na pia Father Kitima amekuwa mstari wa mbele pia kuzungumzia kuhusu swala la Lissu, amekuwa mstari wa mbele kuzungumzia kuhusu umuhimu wa mabadiliko ya sheria, taratibu na kanuni za uchaguzi, essentially kama vile kuunga mkono no reforms no election agenda ya Chama cha Demokrasia na Maendeleo, Chadema. Kwa hiyo hiki ndio kilichotokea, sio jambo zuri, ni jambo la kusikitisha, lakini nadhani kesho tutakuwa tumepata taarifa zaidi. Mimi nitafuatilia usiku huu na nitajitahidi kadri nitakavyoweza kuwapa mrejesho wa nitakachokuwa nimekipata. Lakini nadhani sisi kama taifa, bila kujali tofauti zetu za kidini, ni muhimu kwa kweli kuliombea taifa letu, kwa sababu haya mambo si mazuri na kuna viashiria kwa kweli ambavyo sio vya kupendeza. Basi na tumaini pia kupata mchango wako wa maoni hapo chini kwenye comment. Nawatakia usiku mwema. Asanteni na kwaherini.